Mambo matatu yatakofanya watu wakushobokee, watu wakupatikie, watu wakufatefate, watu wakung'ang'anie, watu wakusubukie. Mara kadhaa sisi ndio tumekuwa tunapapatikia sana watu, tunawang'ang'ania sana watu, tunawalazimisha watu wabaki katika maisha yetu, tunawafanya mambo mengi makubwa, hata mengine yako nje uwezo wetu, kuwaonyesha tu ama kuwaaminisha kwamba tunawapenda kwa namna kubwa, tukiamini kwamba tukionyesha ama tukifanya mambo hayo ndio yatakayofanya wao wabakie, lakini badala yake matokeo tunayopata ndio tunazidi kuwakimbiza. Nataka kukwambia, unavong'ang'ania sana watu, unavofatafata sana watu, unavokimbiza sana watu, basi ndio unawatengenezea mazingira na wao kukimbia, kwa maana unaondolea hofu na sababu ya kubakia na wewe. Ikiwa tayari umeshashuka katika ile level ambayo pengine ungepanda ndio angeona umuhimu wako, lakini umeshashuka sana, so hauna thamani tena kwao. Kwa hiyo kufuata sana mtu ni kushusha thamani yako. Haya mambo matatu yataenda kukusaidia leo, trust me. Baki na mimi hapa uweze kuyafahamu mambo gani hayo matatu yataenda kuwafanya watu waanze kukupatika na wewe, kukushobokea. Naitwa Mombeki Crispin, hii ni Mbeki TV. Karibu sana. Jambo la kwanza, watu watakushobokea pindi wakiona ukuaji wako. Ukuaji wako katika eneo la kiuchumi, ukuaji wako katika maendeleo, ukuaji wako kimaarifa, ukuaji wako katika namna ya kujijali mwenyewe, ukuaji wako katika namna ya kujipa vipaumbele, ukuaji wako katika namna ya kujali maisha yako binafsi. Mara nyingi tupo tayari kupoteza maisha yetu kwa ajili ya watu wengine. Tupo tayari kupoteza kazi zetu kwa ajili ya watu wengine. Tupo tayari kuua ndoto zetu kwa ajili ya watu wengine. Tupo tayari kufanya chochote kuhakikisha watu fulani wanabaki katika maisha yetu, kitu ambacho hatujajua kama ndio kinaenda kuharibu thamani yetu na ndicho kitakachoenda kuwafanya watu wasibaki katika upande wetu na kutuacha. Sasa usisikitike wamekuacha ama wakupendi. Kama hauna kazi, tafuta kazi ya kufanya. Kama ulikuwa na biashara ama huna biashara, tafuta biashara ya kufanya. Weka muda wako katika biashara, kuza biashara yako, jiimarishe kiuchumi. Mengi yatakujia. Nikutolee mfano mmoja tu. Nishai kukutana na dada mmoja, nilimpaga lifti, alikuwa anaelekea sehemu hivi fulani, na mimi nilikuwa naelekea huko. Wakati nipo naye akawa anampigia simu mwanaume wake kumuuliza yuko wapi, maana walikuwa wamejiana wakutane sehemu. Yule mwanaume wake akamwambia yuko mbali kidogo, bado hajafika. Yule mwanamke alipanic sana, aliongea sana, alilalamika sana, kwa nini umenitoa kazini, umeniambia nije huku, si bora ungeniambia nirudi nyumbani kwanza nikajiandae ndo nije huku, mimi nilijua ushafika, mimi sasa nakaribia kufika, wewe upo, nitaka nana. Nikalalamika sana. Mwisho wa siku akakata simu. Nikamwambia da, umekasirika, pole sana. Akaniambia mimi sipendi sana mambo ya Kiswahili na ana bahati tu ana hela. Angekuwa hana hela angenikoma, kwanza ningemnunia kabisa. Nikamwambia kwa angekuwa hana hela ungeenda ungerudi. Kama we, akanambia ningerudi. Yaani ndio angekuwa kiboja na tu akina hela. Yaani ningerudi zangu nyumbani na tena nisingetaka hata nipigie simu. Kwa hiyo yashukuru tu Mungu ana hela. Ndio kinachonifanya mimi niende. Nikacheka sana. Lakini nataka pia na wewe uone mfano katika namna ya uhalisia. Watu waliofanikiwa, watu wenye maendeleo, wenye nguvu kiuchumi, wanawavuta watu upande wao. Haijalishi utataka hautaki, utaenda upande wao. Na wewe ni shuhuda. Pengine una watu unawashobokea, sio kwa sababu unawapenda sana, sio kwa sababu wana umuhimu sana katika maisha yako, bali fedha zao, maendeleo yao, nafasi walizonazo, unazihitaji hizo nafasi ama unawahitaji katika maisha yako ili kustawisha pia maisha yako. Unasema kaa na walidi ili upate kunukia. Ukiwa walidi, nyuki, watu watakufuata ili nao wapate kunukia. Kwa hiyo ukistawi katika eneo la kiuchumi, haijalishi wewe mwanamke au mwanaume, tunaona hata wanawake wenye maendeleo kwa namna gani wanakuwa na nguvu, kwa namna gani wanakuwa katika level fulani na wanaume. Yaani mwanaume atakapomtreat mwanamke mwenye maendeleo ni tofauti atakapomtreat mwanamke mlalahoi. Mwanamume atakapomtreat mwanamke mwenye biashara zake, mwenye kujielewa, hapa yuko vizuri, smart, ni tofauti atakapomtreat mwanamke random ovyo ovyo. Tukiachana na ile kusumbukia watu wasituache, tunawang'ang'ania watu, hebu tuanze kujenga na kuimarika katika eneo la uchumi na maendeleo yetu binafsi. Kwa hiyo nakuhakikishia hivi vitu vya kimaendeleo, hakikisha unakuwa navyo. Jitahidi uwe mzuri katika uchumi. Kuna watu nakwambia unaomba kukutana nao hata nauli ya kupanda daladala hawana. Wanadhani wanamkomoa mwanaume, kumbe wanajimaliza wenyewe.
Kuna mtu hela ya kula na anadhani anamkomoa mwanaume, kumbe anajimaliza yenyewe. Kila unapodhihirisha kwamba hauna nguvu, afu kumpa nguvu mtu mwingine, ndio unajishusha chini na kumuinua yule mtu mwingine, unamkweza yule mtu mwingine. Lakini muonyeshe ana jambo la kufanya tofauti na kukupa nauli. Muonyeshe ana jambo la kufanya tofauti na kukupa chakula. Muonyeshe ana kazi nyingine ya kuifanya tofauti na kukutumia vocha. Hivi vitu vyote navifanya mimi. Wewe kama mwanaume unatakiwa ufanye nini? Ndio utaanza kuona mwanaume anatafuta namna sasa, huyu mwanamke nawezaje nikamimpress, nikamseduce, nikamfanya hanione mimi ni kidumu. Ataanza kufikiria naye kufanya mambo makubwa. Na sisemi usiombe pesa, no, lakini nasema hebu haya mambo yawe katika basic ya maisha yako. Uchumi ni jambo ambalo pia linakuhusu wewe mwenyewe na familia yako. Lazima pia uwe na uchumi mzuri ili kusaidia familia. Kwa hiyo simaanishi tu uimarike kiuchumi kwa sababu wakomoe watu ama watu wakufuate sana. Unatakiwa kuimarika kiuchumi my friends. Sawa sawa. Kwa hiyo jitahidi sana kuwa na maendeleo. Usiwe mtu ule miaka mitatu. Watu wanakuacha leo, baada ya miaka mitatu wanarudi wanakukuta ndio ule tena, wanakukuta umechoka zaidi. Ulikuwa unaomba shilingi 5,000 mwaka ulioisha, mwaka huu unaomba ni shilingi 2,000. Hujabadilika. Try to change. Kila mwaka unapovuka jifunze kitu, then usikirudie katika mwaka unaokuja. Watu walokuumiza jifunze kitu kutoka kwao, then wakirudi kwako ni mawili, wakubali warudi ama uone unatakiwa kukuta umebadilika. Kwa hiyo jambo la kwanza litakuwavuta watu upande wako pindi watakapoanza kuona ukuaji wako katika hayo maeneo mbali. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili litakalowafanya watu wavutiwe na wewe ni pale pindi wakiona unazidi kuwa mrembo. Jipende mwanamke. Vaa vizuri, nukia vizuri, paka mafuta atakofanya ngozi yako iwe nadhifu, iwe nzuri ya kung'aa. Tengeneza nywele zako vizuri, mwili wako ushape vizuri. Ulikuwa kibonge wakakuona poa, nenda gym, tengeneza mwili wako safi. Fanya diet, tengeneza mwili wako safi. Ulikuwa kimbaumbao una hata nyama, hebu utengeneza namna ya kupata vinyama. Wakikuona baada ya muda fulani waone umenawiri. Mtoto mkali huyo. Kwa hiyo hakikisha unaendelea kujijali. Haijalishi upo katika kipindi kigumu kiasi gani, haujalishi umeachwa, haijalishi una huzuni. Muonekano ndio kitu cha kwanza watu wanachokiona na ndicho kinacholeta tafasiri ya namna gani tulivyo. Kuhakikisha unatunza muonekano wako vizuri. Na kuwa mrembo is not about kuwa na sura nzuri, kuwa na shape nzuri. No, ni ile namna ya wewe kujipenda tu. Kuna wanawake wana sura za kawaida sana, lakini namna wanavyovaa, wow, wanapendeza sana. Kuna wanawake hawana shape nzuri, lakini namna wanavyovaa, wanavyopaka mafuta yao vizuri, wanavyojipata katika namna ya kuweka ring zao, elen zao, ulembo wao, nywele zao, wow. Unasahau kuhusiana na shape, unasahau kuhusiana na sura. Lakini pia ukiona wanawake weusi, jinsi wanavyopaka mafuta yao, weusi wao unavyong'aa kama chocolate. Ukiona wanawake maji ya kunde, wanawake weupe, yani urembo ni namna wewe kujipatia uvae vipi, utokee vipi ili uweze kuattract watu, kuwavuta watu wako unapendeza. Mimi ni muumini sana wa kutazama miguu misafi. Yani wewe kuwa mbaya, lakini nikiona mguu wako kwenye nyayo nyeupe ile inaonekana kabisa ni nyayo nyeupe. Yani imetofautiana na ngozi yako ya juu. Kucha zako ziko safi, mguu wako hujapauka na mafuta. Kucha zako za mkono mimi napenda sana. Kwa hiyo kujiweka urembo is not about ukajiona mimi bwana uje mbaya. So sasa nikijilemba vipi sipendezi. No. Weka nywele zako safi, vaa nguo zako za kujipata safi. Tena nataka nikwambie kitu kimoja. Kama mwanaume atakuacha leo, kesho nenda kafanya shopping. Kuanzia kesho aone muonekano wako mpya. Amuone yule mwanamke aliyemuona hana thamani anafanania. Hamna kitu kinachouma wanaume kama wanapomuona mwanamke wamemwacha, wanategemea watamuona analialia, watamwambia watamuona atakafubaa, wanamuona anazidi kung'aa. Inawafikirisha wanaona au mimi ndo nilikuwa namtia nuksi huyu mwanamke. Au mimi ndo nilikuwa namfanya aishi maisha ya shida. Vipi kapata mwanaume mwingine? Inawapa tabu wanaume kufikiria. Sasa hiyo ndio inavyoendelea kuwatesa. Badala ya kuteseka wewe. Piga pamba vizuri, weka shepu yako pale safi, vaa nguo zako, onyesha urembo wako. Utaona message vinaanza. Naona siku hizo unapendeza, ulompata usimwache, na wewe mjibu mwambie sitomwacha. Yaani yuko hapa. Hata kama hauna wewe mwambie sitomwacha. Na marafiki zako wataanza kumsumbua, shemeji mwanangu toka umwacha siku hizi kama mtamu mwanangu. Safi. Kwa hiyo hakikisha unazidi kuwa mrembo, kwa maana urembo wako
utawaattract watu wengi sana. Na siyasemi haya katika namna ya kumlenga tu mtu mmoja, no, nasema katika in general. Pengine wewe una changamoto ya wanaume kutokukupenda, una changamoto ya wanawake kutokukupenda. Haya ni maeneo ya kujikita. Haya maeneo matatu nakwambia leo. Jikite katika maeneo na uyakuze na uyajenge haya maeneo. Utaniambia wanaume wengi watakutaka, wanawake wengi watakutaka ukiwa mwanaume. Kwa hiyo naenda in general, sio tu kwa mtu mmoja mmoja ukazani mwalimu ananifundisha leo kwenda kumkomesha ex wangu, no. Haya ni mambo unayofanya kwa ajili ya mustakabali mzuri wa maisha yako. Kwa hiyo jambo la pili, watu watavutiwa na wewe pindi watakapoona unazidi kuwa mrembo. Twende katika jambo la tatu. Jambo la tatu, watu watavutiwa na wewe pindi wakikuona una furaha. Sasa mtu pekee wa kumtegemea katika kukupa wewe furaha ni wewe mwenyewe. Mara zote huaga nasema, kama unajihisi mpweke, hauna amani, hauna furaha, maana yake upo na kampani mbaya. Ambayo kampani mbaya sio watu waliokuzunguka, bali wewe na nafsi yako. Unajiambia nini ukiwa peke yako? Unajiwazia nini ukiwa peke yako? Unajitumainia nini ukiwa peke yako? Unajiamini kwa namna gani ukiwa peke yako? Hivi vitu ndio vinatengeneza furaha na huzuni yako. Ukiwa peke yako, kama utajiona na masikitiko, unahitaji uwe na mtu fulani hapa ndio akufurahishe, manake unaendelea kujitengenezea udhaifu katika nafsi yako. Na sisi tunasema siku zote, sisi ni watawala wa nafsi zetu na furaha zetu na amani zetu. Tutakapoanza kutojiamini, kuamini kwamba tunaweza kujipa amani na furaha, maana yake tayari tushajitengenezea mazingira ya kuogopa kubaki kuwa peke yetu. Kwa hiyo linapokuja tukio la wewe kubaki kuwa peke yako au kuachwa ama watu kukudisappoint, akili haraka inaenda kuwa active katika ile eneo tulilojijengea kwamba okay, sasa ukishaniacha nitaishi vipi mimi? Siwezi kuishi bila yeye, sina amani bila yeye. So iko kitu kitaenda kukuathiri katika namna kubwa sana. Kwa hiyo ukijiona hauna furaha, hauna amani, ni mpweke, hakikisha unainua immunity zako, energy yako, kwa sababu ni wewe pekee unaweza kujipa furaha. Jiambie wewe pekee unatosha. Ulikuja peke yako, utaondoka peke yako. Lakini watu wachache hawawezi kudefine, hawawezi kukutambulisha wewe ulivyo. Haijalishi watu wamekuambia wewe ni mbaya, haijalishi watu wamekuambia wewe ni mzuri. Ni watu wachache katika hii dunia iliyojaa watu wengi sana. Kwa hiyo waache waendelee kukuona wewe ufai, wewe mzuri, wewe mbaya. Wapo watu wanakuona wewe mzuri. Wapo watu wanakuona wewe unafaa. Tuwe tu wa kweli. Kuna wasanii wangapi wanasema hawajui kuimba? Lakini wewe kusema hawajui kuimba, je, unadhani kila mtu duniani anadhani hawajui kuimba? Leo Diamond yule pale, kuna watu mpaka kesho wanasema sio msanii bora, hajui kuimba, ndio imemfanya akose tuzo. Alikiba, sio Harmonize, hakuna mtu anomkubali Harmonize dunia nzima, tunamkubali, wapo watu wanomkataa, lakini yeye haifanyi watu wamkatae. Tukija kwenye waigizaji, kuna waigizaji unasema kabisa hawajui kuigiza. Hata mimi mmoja wapo nasema kuna waigizaji hawajui kuigiza, lakini haimaanishi kwamba kuna watu wapenda. Kuna wewe chukua hii. Haijalishi mtu mmoja akikwambia mbaya, akupende, una umuhimu, basi ndio dunia nzima itakuona wewe hivyo. No. Ni yeye na opinion zake na mawazo yake. Kama akakuona hautoshi, wapo watakokuona unatosha. Kwa hiyo wewe ni bora na unahitajika sana. Usiue nguvu yako, usiue amani yako, furaha yako kwa watu watatu, wanne, watano kukutafasiri vibaya. Sawa? Kwa hiyo watu watakapokuona una furaha, watavutiwa sana. Na hii kiukweli imesahaulika sana. Watu wanasahau tabasamu. Nguvu ya tabasamu imepotea. Wanawake wenye tabasamu nzuri wanavutia watu wengi sana. Watu sasa wamehamia kwenye kuvaa, kwenye kujipodoa sana. No, tabasamu. Nadhani mshai kuwa na photogenic, wale wapigaji picha wale, mavideographer wale, maphotographer wale, kitu pekee wanachokiangalia ni ule muonekano katika sura yako. How happy you are. Una muonekano wa furaha kiasi gani? Ni jamani, tabasamu mlijui. Kwa hiyo furaha itaakisi upendo kwa watu, itaakisi amani, itaakisi namna nzuri ya watu kutamani kwa karibu na wewe. Na pia itawapa maswali watu wengi sana. Watu wanataka kukufanyia ubaya. Niambie kitu kimoja. Mtu anayekufanyia ubaya, alafu akategemea ulie ama ujutie ama ukasirike, alafu akikuona una furaha, niambie atateseka kwa namna gani? Kwa hiyo mtu akikufanyia ubaya, usimlipe ubaya. Kwa sababu kama unataka kweli kulipiza kisasi na kimume huyu mtu, wewe nenda vice versa. Wewe usimlipe ubaya. Wewe onyesha una furaha. Hivyo tu utaona unavyomuumiza.
Kwa sababu watu wanakufanyia ubaya, usizani wanategemea ufurahi, wanategemea hivyo hivyo ukasirike na utukane na upaniki. Kwa hiyo hicho ndio wanachokitegemea. Kwa hiyo kupaniki kwako kuumizi, inakuwa ni kama wamefanyia kazi ama wameona kazi yao imefanikiwa. Lakini wakikufanyia ubaya alafu wakaona wewe you just happy, hujui kinachoendelea, haujali kinachoendelea, utawaumiza zaidi na kuwachanganya vichwa vyao. Kwa hiyo pia furaha itawaumiza hata maadui zako. Furaha itawashangaza hata maadui zako. Furaha itawafanya hata maadui wasiokupenda waje karibu na wewe wakuulize nini kinaendelea katika maisha yako. Kwa hiyo haijalishi upo single, upo mpweke, una huzuni kiasi gani, hakikisha unajijali na kujipatia furaha. Kwa maana furaha ndio kitu pekee kitakachoonyesha ukubwa wako na uimara wako, no matter unapitia katika kipindi kigumu kwa namna gani. Haya yalikuwa ni mambo matatu yenye nguvu kubwa sana ambayo yatakusaidia wewe kuwafanya watu wavutiwe na wewe ama watu wavutwe kuja upande wako. Watu watakushobokea, watakupatikia, watakung'ang'ania, watakukimbilia, watakuangaikia kama utakuwa na mambo matatu. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia, badala ya kufukuzana na watu, kung'ang'ania watu wabaki katika maisha yako, hebu anza kuinvest ama kujiwekeza katika haya maeneo matatu, kuhakikisha unakuwa katika maeneo haya. Then the rest yaache ya mambo yatafanya kazi kwa ajili yako kuwavuta watu karibu. Na wakumbusha, usiyafanye haya kwa ajili ya kulipiza kisasi ama kulenga mtu mmoja mmoja. Haya mambo yafanye in general katika namna pia ya kuakisi hata maendeleo yako ya kimaisha. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin. Haya yalikuwa ni mambo matatu makubwa sana yatakayofanya watu wavutiwe na wewe. Kama bado hujasubscribe channel yangu ya YouTube, naomba ufanye hivyo, lakini kama bado hujajiunga katika group langu la WhatsApp, karibu sana. Kuna mambo mazuri mengi unayakosa ambayo nayaongea mengi mazuri zaidi yanayoongea hapa. Hadi wakati mwingine tena, bye bye.